Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kumekuwa na habari ambayo inazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na msanii Diamond Platnumz pamoja na media yake ya Wasafi Media. Hii habari imezungumzwa kwa asilimia kubwa sana mitandaoni, na hiyo yote ni kutokana na mambo ambayo tumekuwa tukiyaona katika media ya msanii Diamond, media ya Wasafi Media. Ukiangalia kwa sasa hivi kuna baadhi ya watangazaji wengine wameacha kazi, lakini wengine msanii Diamond Platnumz ameweza kuwatimua kazi. Watu wengi wakawa wanajiuliza katika media ya Wasafi kuna kitu gani ambacho kimejificha? Kuna siri gani ambayo inaendelea katika media ya msanii Diamond Platnumz? Ukiangalia kipindi ambacho alikuwa anaanza au anaianzisha hii media ya Wasafi Media, ilikuwa ni media ambayo inafanya vizuri sana na ilipata watangazaji wakubwa, na ni watangazaji ambao wamebobea sana katika kazi ya utangazaji. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi watangazaji hao wakubwa wengi wao wameamua kujiondoa, wameamua kuondoka, na tuliweza kuona kuna wengine wanahamia katika media zingine. Sasa tukabaki tunajiuliza ni kitu gani ambacho kimetokea. Diamond Platnumz hana uwezo wa kuendelea kuwaajiri wafanyakazi wengi katika media yake Wasafi, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Dada wa taifa Mange Kimambi siku ya leo ameweza kujibu maswali ya mashabiki wengi sana ambao wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na media ya msanii Diamond Platnumz, kwa sababu tumeona ni kama vile media yake haifanyi tena vizuri, lakini pia watangazaji wakubwa wanaondoka katika media yake Wasafi Media. Tukawa tunajiuliza maswali mengi, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Kuna kitu gani ambacho kimeweza kutokea? Dada wa taifa Mange Kimambi siku ya leo ameweza kuzungumza kwa mara ya kwanza kuhusiana na kitu gani ambacho kinaendelea katika media ya msanii Diamond Platnumz. Kwanza kabisa amedai msanii Diamond kwa sasa hivi hana uwezo wa kuendesha media, yani hana mbinu yoyote au hana ule ujuzi wa kuendesha media. Ni kama vile media imeshamshinda kabisa. Mange Kimambi akawa anazungumza na kudai kwamba kitu ambacho Diamond Platnumz huwa anakiweza sana na anakifanyia vizuri zaidi ni record label yake ya WCB Wasafi, kwa sababu Diamond yeye ni msanii wa sanaa ya muziki. Sasa record label ndicho kitu ambacho huwa anaweza kukiendesha zaidi, tofauti na kuendesha media kama hivi Wasafi Media. Na kitu kingine ambacho Mange Kimambi amekizungumza, amedai msanii Diamond Platnumz alikurupuka tu kufungua media, lakini alikuwa hajui mbinu za kuweza kuendesha media. Kitu ambacho Diamond yeye anakijua ni swala zima la muziki, lakini kuendesha media hayo ni mambo mengine kabisa. Lakini Mange Kimambi kuna siri nyingine ambayo ameweza kutuambia hapa siku ya leo, ambayo watu wengi tulikuwa hatuifahamu, kwa sababu tulikuwa tunaona tu mauzauza yanatokea, mara wafanyakazi wanaacha kazi, mara Juma Lokole ameenda kusoma na huku tunaendelea kumuona. Kumbe kuna mambo mengi sana yameweza kutokea katika media ya Wasafi, na Mange Kimambi amedai kwa sasa hivi kitu ambacho Diamond Platnumz ameamua kukifanya, ameamua kuwatimua wafanyakazi wote, anataka kuiuza hiyo media. Sasa ni tajiri gani ambaye atainunua hiyo media? Mange Kimambi amedai tajiri ambaye anataka kuinunua hiyo media ni mheshimiwa Majizo ambaye anamiliki media ya EFM. Ukiangalia Majizo ana uwezo mkubwa sana wa kumiliki media. Ni mtu ambaye ana ujuzi, ni mtu ambaye anajua nini ambacho anakifanya katika media. Sasa Diamond ni kama vile hii media ya Wasafi imemshinda. Mange Kimambi anakuambia kuna ushahidi wake au uthibitisho wake, anaendelea kukusanya taratibu kuhakikisha huyu tajiri ni Majizo au atakuwa kuna tajiri ambaye yupo nyuma ya Majizo anatamani kuinunua hii media ya Wasafi Media. Lakini ukweli ni kwamba Diamond Platnumz anataka kuiuza media ya Wasafi kwa sababu tayari swala zima la uendeshaji umemshinda, yani hawezi kabisa kuendesha media. Ndio maana Mange Kimambi amedai Diamond anataka kuiuza hii media ili mradi tu aendelee tu kusimamia masuala mazima ya kimuziki huko katika record label yake. Lakini pia unaambiwa pia katika swala zima la betting, ile Wasafi Bet tayari imesha kufa na Diamond Platnumz sasa hivi, na hiyo betting pia imeshamshinda kuendesha, jambo ambalo Mange Kimambi anakuambia litampelekea Diamond Platnumz kushindwa kuendeleza mambo yake. Inabidi tu aweze kuuza hizo mali zake ambazo anashindwa kuziendesha. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.